Mfano, mtu amekufa Nairobi, achukuliwe huko Nairobi aletwe Mombasa. Mtu amekufa Lamu, achukuliwe Lamu aletwe Mombasa. Mtu amekufa Kilifi, achukuliwe Kilifi aletwe Mombasa. Mtu amekufa Mombasa, achukuliwe Mombasa apelekwe Malindi. Pale ambapo Muislamu amekufa ndipo azikwapo, wala hakuna ile desturi na kawaida kwamba mtu azikwa kwao. Huyu lazima apelekwe kwao. Tutakapokuwa tumemzika sehemu ambayo si ya kwao, kama itakuwa tumemtupa. Hatuendi hivyo, tunaenda kwa mujibu wa dini yetu ilivyotuelekeza. Ndiyo, yawezekana kwamba katika mila zilizojenga makabila yetu kuna misimamo hiyo kwamba sisi hatuzikani maeneo mengine isipokuwa ya kwetu, sababu mila fulani kwenye kabila fulani wana msimamo kama huo. Lakini itakapokuwa nyinyi ni Waislamu, mwatakiwa mila zote zile ambazo zapingana na Uislamu muziachilie mbali. Amekufa pwani, azikwe pwani, asipelekwe bara. Amekufa bara, azikwe bara, asipelekwe pwani. Amekufa Kenya, azikwe Kenya, asipelekwe Tanzania. Hakadha. Bali kuna mengi ambayo yatakuwa yanapita kimakosa, mbali na hili la kukhalifu mwongozo wa Mtume wa kututaka sisi tuharakishe mazishi ya ndugu yetu. Lakini pia kuna gharama zitapita hapo. Mtu anaweza kusema hii haraka tuweza kuitimiza, tutamtia kwenye ndege tu mara moja, nusu saa shafika Mombasa. Lakini kumtia kwenye ndege si ni gharama, si ni pesa zimetumika? Hizo pesa muonaje kama ingekuwa zitapelekwa kwa mayatima, watoto walioacha, au mjane aliyemwacha, na kadhalika, katika mambo mengine ambayo ya kidharura, ya kifaida zaidi, kutumika pesa zake kuliko kumbeba na kumsafirisha, kumtoa sehemu nyingine kumpeleka sehemu nyingine. Itakuwa ni israfu na itakuwa ni makosa kufanya hivyo.